pengine kukosekana hayo mawasiliano, unahisi katika maendeleo ya soka tunaenda wapi? Actually katika taasisi zinazofanya kazi kwa pamoja, swala la mawasiliano ni kitu muhimu sana. Yes, update za mara kwa mara kwenye mifumo yote ambayo iko imehalalishwa kuweza kufanya mawasiliano ni kitu cha kawaida ili muweze kusonga. Lakini nimeona wengi wana define kile kilichofanyika jana kupitia Young Africans kufika eneo la tukio na then kuondoka wakiwa wameacha ushahidi, kwa sababu mahitaji ya juzi yalikuwa ni ushahidi au mtu wa finance kutoka upande wa klabu ya Yanga aende katika klabu ya aende TFF kuleta hesabu zao. Hichi na hichi kwa maana invoice na nini. Sasa wale wanaodhania kwamba ilikuwa ni dhambi kwa Young Africans kupeleka ile document na kuiacha, wale pia hawapo sahihi. Kwa sababu katika taratibu za kisheria kuna kitu wanaita written submission, kwamba utetezi wa kimaandishi. Kwa hiyo wengi walichukua kama Yanga wana ego kufika na kuacha document na kuondoka, lakini hapana, si kweli. Utetezi wao ulikuwepo ndani ya document walioiacha. Fungua basi utakuta maelezo ambayo kisheria duniani kwenye handle za sheria inaruhusu. Lakini sasa kwa mujibu wa maelezo ya barua ya TFF, walitaka muhasibu wa Yanga akutane na muhasibu wa TFF wakae kwa pamoja ili wa sort out hiyo kitu, ijulikane nani anadaiwa, nani anadai. Ndio maana pamoja na yote bado kitu ambacho kinaweza kuelezwa kwa mdomo verbal kinaweza pia kuandikwa. Umeelewa? Ndio maana bado nasisitiza Yanga hawakukosea kufanya kusubmit ile document yao ambao huenda ndio na maelezo hayo. Sema utofauti upo kwamba ukikaa boardroom kunaweza kuwa kuna swali la ziada kutokana na andiko. Tutarudi Yanga kwako sahihi kwako. Yes, kwenye issue ya jana kupeleka hiyo written